Hapa tuko maeneo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na hapa tukio kubwa ni bonanza la mabenki ambalo linasimamiwa na klabu ya Simba katika zile hamasa kuelekea tarehe 5 kwenye mchezo wao wa marejeano na Al Masry. Lakini mbele yangu ni shabiki na mwanachama klabu ya Simba anakwenda kutuambia baadhi ya mambo ambayo Simba amefanya kwenye hamasa. Moja ni uteuzi wa Wallace Karia. Wapo wanaamini ni sawa na wapo wanaamini sio sawa. Baadhi ya watu wanaona kama mnaendelea kuchagiza vita. Yanga waamini kwamba Karia yuko upande wa Simba na sio kwenye upande wa mpira wa Tanzania. Wewe una maoni gani? Kwanza nipongeze viongozi wangu wa klabu ya Simba kuamua kufanya haya majambo, maana huu ni muendelezo. Walishafanya kwa matawi kama matawi, tulifanyia pale Mwembe Yanga ambaye sasa tunavuta Mwembe Makundi kwenye Simba Day, lakini tulikuja kufanya hivyo katika mchezo wetu wa kimataifa dhidi ya Bravo ambaye tulicheza pale Benjamin Mkapa kwa wanavyuo ambao walicheza pale Zakiem. Lakini hili ni bonanza la 3 ambalo linafanyika kwa msimu huu. Mimi naamini viongozi wangu niwapongeze sana. Kutoka kwa wanavyuo saizi wamekuja sasa tunafanyia kwenye viwanja vya chuo kikuu hapa Mlimani, lakini hii kwa watu wa mabenki, watu wa pesa. Yaani bila pesa mambo hawezi kwenda, nao pia leo wanapiga bonanza hapa Mlimani. Chuo kikuu hiki mimi binafsi ndo kazi yangu ya kwanza toka nitoke nyumbani kwetu wilaya ya Kisarawe, katika wilaya ya Kisarawe katika kijiji changu cha Nyani Mzenga, ambaye mimi ndo kazi yangu ya kwanza. Nimefika 2009 nilianza kufanya kazi hapa chuo kikuu Mlimani hapa engineering. Kwa hiyo na hivi viwanja nilicheza mpira hapa na timu yangu ya chuo ya wafanya kazi wenzangu hapa engineering. Kwa hiyo binafsi napafahamu vizuri. Pale ni cafeteria, kule chini ni staff kule. Kwa hiyo binafsi nimefanya kazi hapa vizuri sana na pia viwanja hivi nimecheza mpira. Kwa hiyo nimewapongeza viongozi wangu kunileta tena hapa baada ya miaka kadhaa kupita sijatokea kwenye viwanja hivi. Kwa hiyo nimefurahi sana, lakini pia hii ni chachu pia kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 9 mwezi wa 4. Kumwalika Wallace Karia ni jambo kubwa sana, wameangalia mbele kwa sababu Wallace Karia hivi karibuni tu amepata kwenda kupata cheo kikubwa kule Kafu, kuwa mjumbe wa Kafu, mwakilishi katika mashindano haya ya kimataifa. Kwa hiyo binafsi kwenda kumwalika kwenye mchezo ni kumpa heshima kwamba Kafu waliompa hiki cheo hawajakosea, kwamba sisi bado tunamheshimu na tunamuona ni mtu muhimu katika taifa letu, kwa sababu ndio rais bora ndani ya miaka 8 kufika AFCON 3 na chani karibia 3 hapa karibuni, na pia timu 4 kupeleka kimataifa kwenye utawala wake, na pia kupanda samani kwa ligi yetu kwenye utawala wake. Kwa hiyo ni sehemu ya kumpa heshima katika mashindano haya ya kimataifa. Wenzetu walicheza finali, lakini Simba wakiwa na robo finali 7, Champions League 4, shirikisho 2, lakini African Football League ufunguzi wake ulikuja kufanyika Tanzania. Hii ni jambo kubwa katika taifa letu la Tanzania. Haijawahi kutokea mashindano makubwa yanaanzishwa barani Afrika wakaja kufanya ufunguzi Tanzania, lakini amefanya ufunguzi katika mgongo wake Wallace Karia, na jambo lilikuwa kubwa sana, lilifana sana pale Benjamin Mkapa, na tukiwa na rais wa dunia ambaye alikuja kufungua pale Gianni Infantino. Kwa hiyo hii tunapelekea kwamba kumteua Kafu, na sisi tumemteua sasa kuwa mgeni rasmi katika tukio letu la Simba siku ya kumtoa Al Masry pale Benjamin Mkapa. Watu wanaamini kwamba timing sio nzuri kwa sababu sasa hizi kuna fukuto la Yanga kugomea dabi, Yanga kuishitumu TFF na mambo mengineyo. Wakati moto ukiwaka kwa wananchi na baadhi ya wadau, nyinyi mnampa nafasi, inaonekana kama mbona mnataka kumchongea Wallace Karia. Hapana, hao ambao sasa hizi wanamkataa Wallace Karia ni wale ambaye wanasema kwamba mimi bwana ng'ombe sili, ila mchuzi wa ng'ombe mimi nakunywa. Huyo ni mtu ambaye umuelewi. Mchuzi wa ng'ombe unaokunywa maana umechemshwa, umetoka kwenye nyama ya ng'ombe, ndio wewe unakunywa. Bora ungekunywa maji ya kawaida tu, lakini ng'ombe kachemshwa pale, mchuzi wake ndio unakunywa, ambaye ni supu. Nyama eti hauli. Supu unywe afu nyama uli. Wewe unaeleweka? Leo wanasema kwamba sisi hatuchezi na t-shirt wamechapisha. Yaani mchezo wao na Simba hawachezi. Maana kama uchezi mchezo wewe na Simba na wakishindikiza kwamba Almas Kasongo, Steven Mguto wajiondoe katika vyeo vyao, na pia Wallace Karia kama ikiwezekana awapishe, ameshindwa kuongoza mpira wa Tanzania. Leo hii wameenda kucheza mechi ya Federation pale. Sawa? Zidi ya Songea United. Shirikisho hilo ndio linasimamia. Almas Kasongo na Mguto ndio bodi ya ligi, ndio wanasimamia mashindano yale. Lakini tukija kwenye ligi kuu Tanzania bara NBC, wamecheza Tabora kule zidi ya Tabora United. Wasimamizi ni hao nao wamecheza. Mbona wakugoma kwamba kule hatuchezi? Sawa, wamepata matokeo mpaka leo wametulia, wako kimya. Mbona msemi bwana Kasongo ondoka, Mguto ondoka, Karia ondoka? Mbona wamepata matokeo wameweka kabatini? Kwa hiyo ni watu ambao sio wa mpira. Hii ni timu ya makuli, imeanzishwa kwa ajili ya kuwabeba wazee wetu tupate uhuru, tuchapata uhuru. Sasa hizi ikiwezekana warudi kwenye mizigo yao, watu achie mpira. Wallace Karia ndio rais bora katika kipindi hiki katika mpira wetu hapa Tanzania. Nchi sasa hivi inamulikwa kupitia Wallace Karia. Wewe unamkataa Karia nani? Umebeba ubingwa mara 3 wa ligi kuu, rais nani? Sio Wallace Karia. Umecheza finali ya shirikisho, rais nani? Umecheza robo finali ya Champions League, rais nani? Sio Wallace Karia. Leo tunasema huyo mtu Messi muhitaji. Hao ni kuto kujielewa. Sasa hizi tutakuwa tuandamane sisi. Tumekosa ubingwa miaka 3, Karia na jopo lako hatukutaki. Lakini sisi sasa tumekosa ubingwa, hatuandamani na wala hatupigi kelele. Tumetulia, wao wanaandamana na kila kitu. Kwa hiyo binafsi wao sio watu wa mpira. Kumwalika Wallace Karia haihusiani na kwenye dabi. Tumemwalika kutokana na ukubwa wake kwenye soka barani Afrika, sio Tanzania, na ndio maana kamulikwa kule kaenda kupewa ujumbe barani Afrika Kafu. Sawa? Hao wenzetu mtu kapewa kule wenyekiti wa vilabu. Ina maana wanaoshiriki ligi tu.
sio kwenye mashindano ya Champions League na shirikisho. Yule kaenda kupata ujumbe CAF kwenye Champions League na shirikisho. Mashindano haya manake yupo kwenye usimamizi wa kila kitu wa kupanga mipango yote hii ya mashindano. Yeye yupo, lazima tumualike. Chao alichopewa ni kikubwa. Hata wao walimpongeza alipopewa ujumbe CAF, lakini baadaye wamefuta kwenye peji yao. Lakini lobaki yote hawakufuta, manake inaonekana hiki ni kikundi cha wauni kimevamia tu mpira. Kwa hiyo sisi tunamheshimisha, na sio yeye tu, tumemheshimisha bwana Chacha kutoka Tabora. Kwa nini tumemheshimisha? Tumemheshimisha kwa sababu amesimama kwenye kutoa bonus katika vilabu vyote. Hakutoa bonus kwa sababu amecheza na Simba tu. Ametoa bonus mechi ya Simba milioni 50, lakini mechi ya watani zetu pia ameweka milioni 60. Ameongeza milioni 10 tu. Lakini ametokea mambo mengi, yamezungumzwa mengi, lakini sisi wote tumewaalika, lakini tumewaalika pia waliopewa nafasi kuiongoza. Hapo nimekuelewa. Jambo moja unipe sekunde 30 nikuache. Wallace Karia alishalikwa kwenye Simba Day akiwa na jezi ya Coastal Union. Leo anaalikwa kwenye mechi ya Simba dhidi ya Al Masry. Wapo wanaoamini Wallace Karia kuna namna ana usimba hivi. Mbona je kualikwa Yanga? Swali hilo nitakujibu vizuri. Ukimwacha Wallace Karia ni rais wa shirikisho la TFF hapa ndani, lakini kuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan alihusika kwenye Simba Day ya msimu ulioisha. Akaenda na Yanga. Sawa? Mama Samia Suluhu Hassan alihusika kwenye Simba Day. Yaani kwenye bonanza la Simba Mama Samia alikuwepo, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akaenda na Yanga pia. Why? Kwa Wallace Karia je kuonekana Yanga, yani kuna nini Simba na Karia? Yani hawajamwalika, wangemwalika angeenda. Kwani asiende kati yeye ni rais wa shirikisho? Wamwalike alafu asije. Sawa? Hata Simba ukimwona anaenda manake amealikwa. Sio anaenda tu kwa ajili anaenda kuangalia burudani. Amealikwa. Na wao wamwalike alafu aende kushindwa kuja. Wangemwalika kwenye kuadhimisha miaka 90 pia angeenda. Lakini hawajamwalika. Sisi tunamwalika kwa sababu ni rais bora, anasimamia mpira vizuri, lazima tumwalike. Kwa hiyo na wao ikiwauma, wamwalike kwenye mechi yao ya Coast siku ya kesho kabla mechi yetu. Asante. Asante sana. City are in front.